Maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana maarufu Gen Z yamekumba Morocco mwishoni mwa wiki iliyopita, yakionekana kuwa moja ya mawimbi makubwa zaidi ya upinzani dhidi ya serikali kwa miaka mingi. Mamia ya vijana waliandamana katika miji takriban 11 wakishutumu serikali kwa kutojali huduma muhimu, huku ikiwekeza fedha nyingi katika maandalizi ya mashindano ya kimataifa ya michezo. Waandamanaji walilalamikia rushwa na kupuuziwa kwa sekta za afya na elimu, wakilalamika kuwa nchi inajenga viwanja vipya vya michezo huku hospitali zikidorora. Kauli mbiu mojawapo iliyosikika mitaani ni viwanja vipo, lakini hospitali ziko wapi? Morocco kwa sasa inajenga angalau viwanja vipya vitatu na kuvifanyia ukarabati na upanuzi vingine zaidi ya 6, ikijiandaa kuandaa pamoja kombe la dunia la FIFA mwaka 2030 na pia kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwishoni mwa mwaka huu. Polisi waliovalia kiraia na sare za kupambana na ghasia walivunja maandamano katika miji kadhaa ikiwemo Rabat na Marrakech na kuwakamata waandamanaji kadhaa. Jumuiya ya haki za binadamu ya Morocco imesema makumi ya watu walikamatwa na baadhi kushambuliwa, ikionya kuhusu kuzorota kwa uhuru wa kujieleza. Tofauti na maandamano ya nyuma yaliyokuwa yakiandaliwa na vyama au vyama vya wafanyikazi, vuguvugu hili halina kiongozi rasmi kama ilivyokuwa nchini Kenya. Limekuwa likiratibiwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii kama TikTok na Discord, maarufu miongoni mwa vijana na wachezaji wa michezo ya mitandaoni. Makundi kama Gen Z 212 na Morocco Youth Voices yalihimiza maandamano ya amani na mijadala yenye staha. Wachambuzi wanasema maandamano haya yanaunganisha hasira iliyokuwa ikiibuka kidogo kidogo nchini kote, hususan katika maeneo yaliyopata maafa ya tetemeko la ardhi la mwaka 2023. Wiki chache zilizopita, wanawake 4 walifariki wakijifungua kutoka hospitali ya umma Agadir, tukio lililoibua ghadhabu kubwa miongoni mwa raia. Sihitaji tu mageuzi ya afya na elimu, nahitaji mageuzi ya mfumo mzima wa serikali, kijana mmoja wa miaka 27 kutoka Casablanca alisikika. Mamlaka zinasema hawajapuuza miundombinu ya kijamii na kwamba matatizo ya sekta ya afya yamerithiwa. Waziri Mkuu tajiri wa Morocco Aziz Akhannouch alitetea mafanikio ya serikali katika sekta ya afya, akisema miradi ya ujenzi wa hospitali inaendelea kote nchini. Kufuatia kisa cha Agadir, waziri wa afya Amin Tahraoui alimfuta kazi mkurugenzi wa hospitali hiyo na maafisa wa afya wa eneo hilo. Takwimu za shirika la afya duniani WHO za mwaka 2023 zinaonyesha Morocco ina wataalamu wa afya 7.7 kwa kila watu 10,000, huku baadhi ya maeneo kama Agadir yakiwa na wataalamu 4.4 pekee, kiwango cha chini sana ukilinganisha na mapendekezo ya WHO ya wataalamu 25 kwa kila watu 10,000. Morocco ina idadi kubwa ya vijana waliozaliwa kati ya mwaka 1965 na mwaka 2010, kizazi kinachoitwa Gen Z, ambao wamesema wamevutiwa na maandamano ya vijana haswa Kenya na Nepal na nchi nyingi dhidi ya ukosefu wa ajira, ufisadi na upendeleo. Wanaandamana si kwa huduma bora, bali kwa matumaini mapya ya maisha bora na mshahara mzuri.